Nimefurahishwa na kazi inayofanywa na wenzetu wa utafiti. Hatuwezi kufanya mageuzi bila utafiti. Hatuwezi. Hiyo wala tusijidanganye. Hatuwezi kufanya mageuzi bila utafiti. Na Mheshimiwa Rais na serikali anayoiongoza ametoa uelekeo na amefanya kwa vitendo kwa kuongeza bajeti ya utafiti. Utafiti tena sio kijiwe. Utafiti sasa ni jambo ambalo ni kipaumbele ndani ya serikali, lakini na bajeti zimeonyesha. Tuendelee kuheshimu utafiti, tuongeze jitihada katika masuala ya utafiti, na tunaona mabadiliko ya hizi product za mazao mbalimbali baada ya kuwa utafiti umefanyika na umefuatiliwa. Kwa hili tuendelee kuona kama ni jambo la kila mmoja. Tutumie, tuwekeze kwenye tafiti, lakini tutumie matokeo ya tafiti ambazo zinapatikana. Nimeona mpaka maeko yamelimwa Dodoma. Haya ni matunda ya utafiti. Na leo nimeona pia hospitali ya rufaa ya wanyama, matokeo ya utafiti. Kwa hiyo nadhani tuendelee kuwekeza kwenye swala. Lengo la mikakati hii ni kuhakikisha sekta ya kilimo kwa dhana pana inakuwa na tija zaidi na inazalisha ajira kwa vijana wa Tanzania, wa kike na wa kiume, na kuweza kuongeza kipato. Mimi niliwahi kuongea siku moja na wazee fulani, wakaniambia haya mawazo ni mazuri sana, lakini hayataweza kutekelezwa na wazee, wanahitaji vijana. Matumizi ya drones zile, uwezo kwa wazee wetu ndio waambie walime kwa drones. Kwa vijana wasiendelee kuona kilimo ni shughuli ya wazee. No, wazee hawezi kufanya umwagiliaji kwa drones. Wazee hawawezi wakapeleka a certain product zao mojawapo wakapeleka nchi ikawa world's largest export. Hiyo kasumba ya kuona labda shughuli inafanya inatakiwa ifanye na generation ya leo, tena ifanye kwa njia za kisasa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakushukuru sana, lakini wapongeze waandaaji wa shughuli hii, imefana sana na tumejifunza vya kutosha. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Morogoro ni kitovu cha mageuzi ya kilimo kutokana na uwekezaji wa serikali katika Chuo Kikuu cha Sokoine. Na nimefurahi ulipokuwa kwenye banda lao umewaahidi kwamba utafanya ziara maalum, na mimi nakushawishi ufanye ziara maalum kwa sababu nimeshafanya ziara. Yako mambo mengi ya kujifunza ambayo yanaweza yakasaidia pia uweze kuweka msukumo katika shughuli wanazozifanya chini ya uongozi wa makamu mkuu wa chuo na timu yake. Na hapa nitumie fursa hii kuipongeza timu ya uongozi wa Chuo Kikuu cha Sokoine. Kwanza, mmetendea haki jina la mwenye jina. Maana Sokoine ni jina la hayati Edward Sokoine, waziri mkuu mstaafu, ambaye wewe umevaa viatu vyake sasa. Kwa namna alivyokuwa anapenda mageuzi ya kiuchumi kupitia kilimo na hasa maendeleo vijijini yanayosukumwa na kilimo, nadhani kuna haja ya kuwapongeza Chuo Kikuu cha Sokoine, lakini msiboteke. Bado safari ni ndefu sana, kwa sababu mageuzi ya kiteknolojia kwenye sekta hizi yanakwenda kwa kasi kama tulivyoona. Yoyote ambaye atataka kuja kuona dira imetekelezwa namna gani, aje katika kanda hii. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi tulianza zamani, hatukusubiri kuambiwa. Tulijipanga, tunaenda kutekeleza dira. Tunajua kilimo karibu 70% ya wananchi wetu inategemea kilimo, na kanda hii ukiangalia population yake ni kubwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuna mazao yale ya traditional, lakini tuna mazao ambayo hayakuwahi kuwa ya asili katika kanda hii, lakini yanaenda vizuri na tumejipanga vizuri. Ufugaji, agrobusiness, uvuvi, aquaculture, yote tumejipanga vizuri sana.